ukipata bilioni 13 za dola, US dollar, tutajenga vijiji viwili vya nchi. Kwa nini tusijenge treni ambayo utakuta hewani bila kumbomolia mtu yote barabara? UPDP tunakusudia kufanya haya. Mtazamaji, hii ni muktadha ya BM Swahili Online, na leo tumepiga kambi hapa kidogo katika ofisi za chama cha UPDP maeneo ya Mtoni Kidatu, au wengine wanaita Garagara, ambako tunapata nafasi ya kubadilishana mawazo na mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya chama cha UPDP, bwana Hamadi Mohamed Ibrahim. Mimi naweza kumuita mzee wa nyuklia huyu, na ametupa kwa muktasari kidogo kuhusiana lengo lake hilo. Na ameelezea. Hebu tuambie kidogo, ni mara pili hii wewe unagombea nafasi. Tukufurishe nyuma kidogo, manake ulijipimaje mpaka ukaamua kuingia katika nafasi hasa ya urais? Jipimaje kwa unaweza ukawa kiongozi ukaliongoza taifa kama Zanzibar? Asante ndugu mtangazaji. Kwa faida ya wananchi, kama wananchi mnavyojua, huwezi kuwa mgombea urais au mgombea wa nafasi yoyote katika nchi yetu mpaka uwe mwanachama wa chama cha siasa. Kwa hiyo kwanza inakubidi upate ridhaa ya wanachama wako, hususan wajumbe wa mkutano mkuu. Sasa mimi nilianzia mbali, niligombea ubunge nilikotokea mwaka 2005 kiongozi wa bunge, lakini mwaka 2010 nilikuwa mgombea makamu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2015 nilitumikia tena hiyo nafasi, na hiyo yote nilikuwa napata ridhaa ya wanachama wa chama cha UPDP, kwa sababu ya uwezo wangu, maono wangu, waliniamini kwamba naweza kukusaidia chama katika kupeperusha nafasi hiyo. Ni kweli mwaka 2020 nilikuwa mgombea wa rais wa Zanzibar, uchaguzi uliopita. Hii yote wanachama wetu katika mkutano mkuu waliamua, wakasema sasa umeiva. Kutokana na ulipotokea mpaka ulipo sasa, tunakuamini kushika dola ya Zanzibar. Kwa hiyo nenda kapeperusha bendera yetu. Basi chama kikaniteua pale kwenye mkutano wetu mkuu fanyika, ulikuwa ni mwezi wa 7 2020. Ule Mtoni kwa Azizi Ali tulifanya mkutano mkuu huu jijini Dar es Salaam. Yes. Basi wakaniteua, na mimi nikatumia fursa hiyo ili kutangaza chama. Na tulitangaza chama kweli, tulifanya mikutano ya hadhara, tulipita kwenye makundi ya watu katika kuomba kura. Lakini kama mjuavyo, wagombea wanakuwa wengi lakini nafasi inakuwa moja. Kwa hiyo kura hazikutosha. 2020 kura hazikutosha, lakini wananchi wakaniambia hujafanya vibaya, nenda kapeperushe tena bendera. Kwa mara ya pili nimepata ridhaa hii ya wanachama wa UPDP. Tuko tunapambana. Nimefanya kampeni maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tumekutana na waandishi katika hali kama hizi wa aina tofauti na vyombo tofauti. Tumekuwa tukiomba kura, tumekuwa tukiwaambia sasa Wazanzibari nini tutawafanyia. Miongoni mwa ambao tutawafanyia ni hayo. Kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha, ndio maana niko hapa leo. Ni nini kinachokifanya chama chako kiwe tofauti na vyama vingine ambavyo unagombania nafasi pamoja katika uchaguzi huu? Ni aina ya mahubiri tuliokuwa nayo. Aina ya mahubiri tuliokuwa nayo ndio ambayo inatufanya sisi kuwa tofauti na vyama vingine. UPDP ina njia ambazo tunazifuata. Hebu elekea huko. Ukiangalia slogan yetu inasema UPDP umoja daima. Kwa hiyo siku zote sisi tumekuwa tukiwaunganisha watu. Siku zote sisi tungekuwa tukiwaambia watu lazima tuitunze hali ya nchi yetu ilivyo, amani iliyokuwa. Siku zote sisi tumekuwa tukiwahubiria watu jinsi ya mashirikiano ya mtu na mtu inavyotakiwa. Kwa hiyo aina hii ya mahubiri, kutokuzungumza siasa zile ambazo kwa zinaleta migogoro, siasa zetu za kistaarabu, kufuata maadili ya uchaguzi kila wakati wa uchaguzi, hii imetufanya sisi kuwa tofauti na wengine. Unahisi serikali ya Zanzibar inahitaji chama mbadala la CCM kuongozwa? Sahihi kabisa. Na ndio maana vyama tuko katika mbio hizi. Mimi ninagombania urais hii kwa moyo wa dhati kabisa ya kutaka urais wa nchi.
Kwa hiyo chama cha CCM tunahitaji kikae pembeni, kitupishe UPDP tuje tuiongoze nchi, nasi tuwaoneshe kwamba CCM kwamba tuna uwezo wa kuiongoza nchi, kwa sababu sisi pia ni watu, tuna maarifa na akili. Wenzetu wapo, walikuwepo, wanafanya mengi mazuri, sisi hatukatai kabisa. Tunajua kwamba wamefanya mengi sana mazuri, lakini tunajua kwamba UPDP na sisi tunaweza kuongeza pale walipofikia wao. Kwa hiyo sisi UPDP, wananchi wakituchagua, tunapendelea sana kwa chama mbadala ya kuongoza nchi hii badala ya CCM, kwani tuna viongozi imara ambao wanaweza kushika nafasi za uwaziri, nafasi za manaibu waziri, makatibu wakuu na wakurugenzi, lakini tutakuwa na watu ambao wanaweza kushika nafasi za mikoa na wilaya katika kuiongoza nchi hii. Kwa hiyo sisi UPDP tumewapika vizuri sana vijana wetu, kama mnavyowaona hapa, wanaweza kushika nafasi yoyote. Hivyo tunaomba tu ridhaa ya wananchi, na ndani ya siku 100 wataona yale ambayo tunakusudia kuyafanya. Bwana Hamad, tukijalia inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia, utakapokuwa rais wa Zanzibar, tumeiona CCM ikiongoza miaka mingi hapa Zanzibar, na miaka michache iliyopita ilikuwa ikishirikiana na upinzani katika serikali kuweza kuongoza wananchi. Tukija katika swala hili kwa upande wako, utakapokuwa rais, utakapopata ridhaa hii, mashirikiano yako yatakuwaje katika kuendeleza serikali hii ya kushirikisha pinzani? Asante. Tunazungumzia serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ipo kisheria hapa Zanzibar, mshindi wa kwanza, na hii ala haifuatani na asilimia, ataishinda tu kwa kura nyingi, tunakuwa mgombea rais, inatangaza kuwa rais. Zanzibar hatujakuwa na asilimia kwamba labda ukifikia asilimia la, ukiwa tu umeshinda kwa kura nyingi za idadi yoyote uledi mamato, unakuwa umeshinda nafasi ya rais. Lakini kwa nafasi ya pili ni mgombea ambaye atapata 10% ya kura alizopigiwa. Huyo ndo anashika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais. Serikali imeshirikisha vyama vingine katika njia hiyo ya kwanza katika nafasi kubwa ya nchi yetu. Lakini nafasi nyingine, rais ana mapendekezo, ana nafasi 10 za kuteua. Rais aliyoko madarakani ameteua kwenye tume ya uchaguzi makamishna 3 kutoka vyama vya upinzani. Lakini rais aliyeko madarakani amemchagua mwakilishi kutoka vyama vyetu vya upinzani, angalau mwakilishi mmoja tulipata kutoka vyama vya upinzani. Kwa hiyo amefanya ushirikishaji, amefanyia haki katiba. Yaliyobaki sasa yalikuwa ndani ya uwezo wake. Kama kutaka kuweka watu zaidi, ilikuwa ni ndani ya uwezo wake, lakini kikatiba ameitendea haki. UPDP tukipata fursa, sisi tutahakikisha vyama vyote tunavipa nafasi, kwa sababu kuna nafasi nyingi sana zinahitaji kuongozwa, na vyama vya upinzani bado vina watu wenye uwezo wa kuisaidia nchi. Kama ambavyo tumesema awali kwamba tupo kwenye lala salama, na bila shaka unaweza ukatupa tathmini yako kidogo ya kampeni mpaka hivi ambapo tumefika. Lakini tukianzia na Mungu amejalia umepata hiyo nafasi, manake ndani ya siku 100 zako za kwanza, ni vitu gani ambavyo ungetegemea kwamba utakuwa umevifanya kwa Zanzibar? Asante sana. Asante. Kwanza niwapongeze Wazanzibari wenzangu. Ni kweli tumeanza uchaguzi, baada ya siku ya uteuzi tu siku ya pili kampeni zilianza, na tayari tumetangaza ilani za vyama vyetu. Mimi binafsi nimepita katika viwanja mbalimbali katika kampeni zetu za uchaguzi, ikiinadi alama na ni ilani ya chama cha UPDP. Hii ndio ilani yetu. Hii ndio inaniongoza kwenda kuomba kura kwa wananchi wa Zanzibar. Na hii ndio inaniambia niwaambie nini wananchi na nini tutafanya pindi nikipata ridhaa ya wananchi. Watu kupitia swala lako hilo, kwanza kabisa naomba kura kwa wananchi wa Zanzibar siku ya tarehe 29 wanipigie kura za ndio, ili tufanikishe kwa uweledi na kwa kiwango kikubwa yale ambao nataka kuyazungumza sasa. Kwenye siku 100
za mwanzo kabisa sisi UPDP tumeagizwa na ilani hii, wanachama wetu wametuagiza. Kitu cha kwanza katika ilani hii imezungumza kuhusu elimu. Kitu namba moja ni kuhusu elimu. Sasa tutafanya nini kwenye elimu? Zanzibar tunajua kwamba bado hatujakuwa na wataalamu wa kutosha kuweza kuiendesha nchi katika kuiletea maendeleo kimiradi na katika matumizi ya fedha, katika utendaji viwandani na maeneo mengine. Katika siku 100 za kwanza, wananchi wa Zanzibar wataponipa ridhaa ya kuwa rais wao, nitahakikisha kwamba nasafirisha wananchi wa Zanzibar vijana kwenda kutafuta elimu. Hiyo ndo ari yetu sisi. Tutawasafirisha, tutawatoa Wazanzibari kwenda kutafuta utaalamu wa kuja kuendesha viwanda, kwenda kutafuta utaalamu wa kuja kuendesha uchumi wa buluu, kwenda kutafuta wataalamu wa kuja kuendesha wizara mbalimbali. Tunataka Zanzibar yenye maendeleo ya teknolojia ya kisasa. Teknolojia ya kisasa tutawezaje kuisimamia? Lazima tuwe tuna wataalamu wa fani hiyo. Kwa hiyo siku 100 za kwanza tutakachokifanya sisi ni kuwatoa vijana wa Zanzibar kwenda kutafuta elimu, kuja kuiendesha nchi yao, kuletea maendeleo. Hiyo ndio azima yetu kabisa katika siku 100 za mwanzo, ili baada ya miaka miwili au miaka mitatu ya kujifunza katika nchi mbalimbali za kimataifa, tunajua kwamba kuna nchi zimeendelea kiteknolojia ya sasa, na nchi ambayo inakuwa na wana teknolojia wengi ndio nchi ambayo inatajirika, ndio nchi ambayo inakuwa na ajira nyingi, ndio nchi ambayo inakuwa inazalisha kila aina ya fani ya utendaji. Kwa tutawapeleka wananchi wetu sisi China, tutawapeleka wananchi wetu sisi India, tutawapeleka wananchi wetu sisi Marekani na nchi nyingine ambazo zina uwezo mkubwa wa kiteknolojia, ili watakaporudi hapa sasa waweze kushika nafasi mbalimbali katika kuendesha nchi. Nchi ili iendelee inahitaji kuwa na utawala bora, inahitaji kuwa na viwanda, inahitaji kuwa na elimu. Yani elimu ndio maendeleo ya watu, elimu ndio moyo wa nchi, elimu ndio kujenga maarifa ya watu katika maeneo mbalimbali ya kibiashara, ya serikali, ya viwanda na maeneo mengine. Kwa hiyo sisi siku 100 za kwanza tutazitumia kuwatoa vijana wetu wakaenda kujifunza utaalamu wa mambo mbalimbali, ikiwemo kuja kuendesha huu uchumi wa buluu. Tuna dhana ya uchumi wa buluu ambao haujafikia hatua nzuri. Wamejitahidi, wanapojitahidi kufanya, lakini bado hatujafikia, haujatunufaisha Wazanzibari. Serikali imekuwa ikitoa tu fedha kwa ajili ya jambo hilo uchumi wa buluu, lakini tunataka sasa uchumi wa buluu sasa iwe faida kwa Wazanzibari. Inakuwaje faida kwa Wazanzibari? Tumepita na kuangalia, tumeona kwamba bado hatujakuwa na wataalamu katika hiyo sekta ya uchumi wa buluu. Hatujakuwa na wataalamu wa kusimamia viwanda, hatujakuwa na wataalamu wa kusimamia hata ujenzi wa barabara. Na ndio maana wakati mvua zikinyesha mabarabara yetu yanajaa maji, majumba yetu yanajaa maji kutokana na barabara yaliyojengwa. Hii tukishakuwa na wataalamu, watashirikiana na wakandarasi wanaokuja nchini kwetu kuweka mambo sawa. Kwa hiyo sisi tunajikita katika utaalamu kwenye siku 100 za kwanza. Sisi hatujikiti kwenye mishahara, hatujikiti kwenye kupunguza bei za michele, tunajikuta kwenye elimu, kwenda kutafuta wataalamu kuja kuiendesha nchi hii. Tumeona katika moja ya sera yako nyingine katika ilani yako ni kuhusiana na mtu ambaye unataka kuipa Zanzibar nguvu za nyuklia. Wazo hili ulitolea wapi na ni kwa kiwango gani linaweza kutekelezwa hapa visiwani Zanzibar? Asante. Kwanza nataka niseme kwamba kwenye fungu hichi cha 23 cha ilani ya UPDP, maana hilo nilikufikiria nimelitoa tu kwenye mdomo. Inasema hivi: serikali itakuwa inachukua kodi inayolingana na mapato ya viwanda. Hivyo nimekata tu kati hapo. Lengo la serikali ya UPDP ni kuondoa ufukara na umaskini kwa wananchi wake. UPDP ikipata bidhaa ya wananchi inaahidi kujenga vinu vya nyuklia hapa nchini.
nchini kwetu ili kuwezesha upatikanaji wa umeme kwa wingi hapa nchini na bila matatizo yote na matumizi mengine yanayohusiana na vinu vya nyuklia. Kwa hiyo kwanza ile nilizungumza ndio kwamba linatokana na ilani yetu. Watu wasidhani kwamba mimi nalizungumza hili. Hili wazo lilikuja kwenye vikao vyetu vya halmashauri kuu kutokana na kwamba ulizima umeme tukaponye katikati ya kikao chetu. Tukawa tumepata shida na usumbufu. Lakini mazingira yetu tunayoishi leo hii mnakuja ndani hapo ofisini kwetu hatuna umeme. Mazingira haya ni ya kila siku kwa mwananchi wa Zanzibar. Mazingira haya tutapata shida hata tutapoanzisha viwanda. Hatutapata faida ya viwanda, tutapata hasara ya viwanda. Wananchi wa Zanzibar wanateseka na swala la umeme. Wewe ukitaka kuona mateso zaidi njoo siku za sikukuu Zanzibar. Vitu mbalimbali vinaharibika. Majumbani mwetu, kwenye majumba tu ya kawaida. Mafriza yanaozesha vitu kwa kukosa umeme. Umeme mdogo siku nyingine mara 3 siku 4 haupatikani. Mawazo haya na matokeo haya ndio ambayo chama cha UPDP kilikaa kikajadili ili tuwe na umeme mbadala. Tukasema sasa umeme mbadala ambao tutaupata Zanzibar ni upi? Ninajua kwamba viongozi marais waliopita wamechukua juhudi mbalimbali. Ninajua kwamba Mheshimiwa Karume mdogo alileta majenereta yenye power kubwa hapo kwa ajili ya kuongeza umeme wa Zanzibar. Lakini kama mlivyojua hayakutufaa sana. Bado tatizo la umeme lipo. Umeme unakatika, ukipatikana ni mdogo. Tukasema umeme wa upepo. Tukasema umeme wa upepo bado una athari kwetu. Umeme upepo mwingi unakuja Zanzibar, lakini kuna wakati kuna kuwa shwari upepo haupatikani. Kwa hiyo pia tunaweza tukapata kipindi cha umeme, kipindi kikawa tumejifunza kutoka nchi mbalimbali, hususan Urusi, Ukraini, Irani na maeneo mengine. Sisi tukasema kwamba tutakwenda kutafuta umeme wa nyuklia kutoka Irani. Irani wana utaalamu wa hali ya juu sana na Irani sisi ni ndugu zetu. Kwa hiyo tukasema at least tukipata wastani wa dola milioni 13. Milioni 13 ya dola tunajenga vinu viwili vya nyuklia. Tukipata bilioni 13 za dollars, US dollar, tutajenga vinu viwili vya nyuklia. Kwa hiyo tukijenga vinu viwili vya nyuklia, kimoja Pemba, kimoja Unguja, vitazalisha umeme. Umeme utakaozalishwa utasaidia sana kuendesha viwanda ambavyo tunakusudia kuvianzisha pindi tukiingia madarakani. Hutakiwi kuwa na viwanda alafu ukawa hauna umeme wa kutosha. Tunajua sisi tunachukua umeme kutoka Tanzania bara. Umeme unazalishwa katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji, lakini bado hautoshi Tanzania. Lazima tuwe na umeme mbadala. Kwa hiyo vinu vya nyuklia malengo yetu ni kuzalisha nishati ya umeme. Tuna wataalamu kidogo sana. Mimi nilizungumza na baadhi ya wataalamu. Nikuta ndugu yangu mmoja tukakutana nikakaa naye kwa masuala ya nyuklia na akaniambia umebuni kitu kimoja kizuri sana kama kitawezekana kuanzishwa Zanzibar. Kwamba umeme wa nyuklia una uhakika sana kuliko ni vyanzo vingine. Kwa hiyo sisi tutalifanyia kazi ndani ya siku 100, lakini kwanza kuanzisha wataalamu uweze kuja kujenga vinu alafu hatuna wasimamizi, havina watendaji, havina watu wa kuvihudumia. Vile ni vitu ambavyo kwa vinahitaji wataalamu kweli kweli. Kama hukuwa na wataalamu tunaweza vikaleta madhara ndani ya nchi yako. Kwa maana hiyo lazima tuwe na wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo siku 100 juu ya swala la vitu vya nyuklia tutatoa wataalamu kwenda kusomea hiyo fani. Tunataka tuwe na wahandisi wenye weledi kabisa. Mheshimiwa, kwenye hii la nyuklia, mazingira ya kawaida ya Mzanzibari na Mtanzania wa kawaida au ukimtajia nyuklia anashtuka. Unaweza kutufafanulia kidogo nyuklia hiyo iko vipi? Yes. Nyuklia kwa kweli zina matumizi mengi. Vinu vya nyuklia, lakini inategemea wewe mwenyewe umekiandaa kwenye msingi gani. Sisi hatukusudii kuandaa vinu vya nyuklia kwa sababu labda ya mapigano. Hapana, sisi matumizi yetu ni ya nishati tu. Kwa hiyo itakuwa salama kwa wananchi. Haitakuwa na madhara yote. Na ndio maana tumetanguliza kwenda kutafuta wahandisi wafanye hizo. Kwa hiyo wananchi wasiwe na wasiwasi. Juu ya vinu vya nyuklia ambavyo vitaanzishwa na wananchi na UPDP tukiingia madarakani, sisi ni nishati tu ya umeme ambao kwa tutatumia. Kwa hiyo hata mataifa ya jirani na mataifa ya nje sio na wasiwasi na vinu vya nyuklia vya UPDP vitakuwa salama kabisa. Uongozi ni mtu ambaye anasaidia nchi yake. Kwa hiyo chama
chetu cha UPDP, tukipata ridhaa, vyama vyote vya siasa tutavyoshirikisha katika serikali ya umoja wa kitaifa kwa njia moja ama nyingine. Kama nilivyosema, kuna nafasi za waziri, kuna nafasi za wakurugenzi, kuna nafasi za wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, halmashauri na maeneo mengine. Kwa hiyo vyama vyote vitapata nafasi kupitia fursa mbalimbali zilizopo ndani ya nchi yetu. Ni jambo zuri sana na ni mabadiliko haya tunayaona katika mbio za kuwania nafasi ya kuiongoza serikali ya Zanzibar. Ulianza kama mfanyabiashara ukisafirisha bidhaa Afrika Mashariki. Uzoefu huu umechangiaje uelewa wako wa uchumi wa Zanzibar? Ni kweli kabisa. Na umenikumbusha mbali kidogo. Nilikuwa mfanyabiashara. Na nilitembelea nchi za Kenya, nilienda Burundi, Msumbiji na Uganda. Wakati ule nafanya biashara. Mara moja nikiwa Burundi alitokea mapigano yale. Mimi nikiwa kwa tajiri wangu nimeshapeleka bidhaa zangu, akatokea mapigano. Nilikaa Burundi wiki mbili tunashindwa kutoka kuja zetu Tanzania. Na wakati ule pasipoti zetu ilikuwa na kwa wiki hizi. Kwa baada ya wiki mbili ilikuwa uende kuomba migration na kuongezea siku. Ama vinginevyo unapata hatia ya nchi uliokuwepo. Kwa mimi nilipatikana na hatia ya Burundi ya kuongeza siku. Na si kwa hiari yangu, ni kutokana na madhara ya mapigano ambayo yalitokea wakati ule. Na ndio maana mimi napenda sana kuinadi amani. Yalishanipata haya. Kwa nilisumbuka sana kutoka Burundi mpaka kufikia Kigoma ya Tanzania, nilipata shida sana. Kwa hiyo uzoefu wa kuzunguka kwangu kwenye kufanya biashara, uzoefu wa matatizo ambayo yalitokea, nilikuwa nazisikia bunduki zinalia hapa na hapo, niko ndani nimeficha. Uliniambia una haja ya kuwa mwanasiasa kwa ajili ya kwenda kuwaelewesha wananchi wa nchi, kwenda kuwafahamisha watu umuhimu wa amani. Na ndio maana mimi napenda sana kuzungumzia amani, kwa sababu madhara ya uvunjifu wa amani nimeshayaona kwa macho yangu na yamenipata nje ya nchi yangu. Na mtazamaji wa BM Swahili Online, tupo kama ambavyo tumesema awali, tupo hapa maeneo ya Mtoni Kidatu ama wanaita Garagara. Na mheshimiwa hapa miongoni mwa sera zake, vipaumbele vyake ni kuja na vinu vya nyuklia na kutokana na changamoto pia ya umeme. Nataka nikwambie wewe ambao unatutazama kwamba hapa hatuko mbali kabisa na kituo kikuu cha umeme, na inawezekana ikawa mheshimiwa maneno yake haya yamefika huko na sasa hivi umeme umewashwa, kwa sababu kulikuwa na hiyo changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ni jambo zuri. Mheshimiwa, watu wengi ambao wana hamu ya kuongoza, wana hamu ya madaraka, wamekuwa wakikimbilia Chama cha Mapinduzi wakiamini kwamba kule ni rahisi kuweza kupata nafasi ya kuongoza. Kwa nini wewe usiwe CCM? Mimi nataka nikwambie kwamba nilishawahi kuwa mwanachama wa CCM. Mimi wakati niko JKU mwaka 83. Nilijiunga na JKU pale Msaani, Pemba, na ilikuwa intake ya 10 wakati huo. Nilikuwa ni mapema sana. Ilikuwa intake ya 10 ni wakati naingia JKU. Pale wakati ule CCM walikuwa wanapita kwenye taasisi kuandikisha wanachama, kama mnakumbuka vizuri. Vile wadogo. Wakati huo CCM ilikuwa inapita kwenye taasisi kuandikisha wanachama. Nilikuwa mwanachama KCM kupita pale JKU Kusani. Lakini nilipotoka pale niliendelea na CCM wangu, kwa sababu wazazi wangu niliwakuta walikuwa Afro-Shirazi Party na baadaye CCM. Babangu mimi mzee Mohamed Ibrahim ni Afro-Shirazi wa asili. Kwa hiyo sikupata shida katika jambo hilo. Lakini wakati mfumo ulipokuja mwaka 1992, ndio baada ya heka zile za kina Maalim Seif na zake Mwenyezi Mungu amrehemu, 92 zikatangazwa rasmi, 95 tukaingia katika uchaguzi wa kwanza wale bwana mfumo kurudi. Mimi bwana niliamua sasa kuacha CCM na kwenda kukaputa bahati yangu pinzani. Kwa sababu watu wanasema uongozi ni kipaji. Alafu Mungu ndio hukuonesha njia, yeye ndio hutoa njia, Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hata wanapiga kelele kwa hamasisha watu vurugu, wakae wakumbuke kwamba Mungu ndio hupanga. La kwanza la kwako, lakini la pili na Mungu. Maana yake nini? Maana yake yeye anaweza kujipalilia mambo yako, lakini hata kaa sawa lile atakalokupangia Mungu ndio litakuwa sawa. Kwa la pili lile la mimi ndio kubwa kuliko lile la kwako ambalo unalianzisha. Kwa hiyo mimi nikatoka nikaenda kaangalia chama. Wakati huo katibu mkuu wa chama hiki nikabahatika kwa rafiki yangu UPDP Mheshimiwa Abdalla Nasoro marehemu sasa. Nikajiunga na UPDP, nikamkuta makamo huyu
makamu mwenyekiti Zanzibar, wakati alikuwa ni mweka hazina wa chama. Nikajiunga na kile chama, ikawa kama msaidizi wao wa karibu. Ndipo shughuli nyingi za chama nafanya na mimi kwa kusaidiana na msaidia katibu, ile mambo ya kutumwa nenda ofisini nenda hapa na hapa, ikawa nachukua joy. Kwa hiyo tangia nilipoingia katika chama hiki kutoka sehemu kuingia hapa, mimi nipo UPDP, sikuwa kama kingine chochote. Sijawahi kuwa mwanachama CUF wala sijawahi kuwa mwanachama wa ACT Wazalendo, ambapo ni vyama ambavyo kwa kidogo kwa kinakikisa nchi yetu. Sijawahi kuwa mwanachama wa chama hicho hata mara moja. Badala ya kutoka CCM direct nilijiunga na UPDP. Unapata nafasi ya kusikiliza sera za vyama vingine ambavyo sasa hivi mnawania nafasi hasa ya urais na uwakilishi na ubunge? Ni kweli nimekuwa nisikiliza sera za vyama tofauti, kwa sababu ukiwa mzoefu wa kisiasa inabidi lazima uangalie wenzako wanafanya nini, wenzako wanasema nini, wenzako wamekusudia nini, na hili ndio linalotufanya sisi tuweze kusema na kujibu kwa yale ambayo kwa yanastahili kuzungumzwa kwa usawa na usalama tunasema, lakini yale ambayo wanapita kuzungumza mambo hasi ambayo yanaweza kaleta taswira nyingine ya nchi yetu, basi pia unapata fursa ya kuambia wananchi njia gani ya kuelekea. Kwa nasikiliza na kweli hapa tulipo sasa kuna vyama vya siasa vimeanza kukengeuka. Wameanza kukengeuka, wameanza kuzungumza yale ambayo kuna hisi ni nje ya maili ya uchaguzi. Unapotokea mgombea yeyote akawahamasisha watu kufanya vitu vya uvunjifu wa sheria, basi huyo mgombea huyo anakuwa amevunja maadili ya uchaguzi. Hivi karibuni, na si mara moja wala si mara mbili, nimemsikia mgombea wa chama cha ACT Wazalendo akiwahamasisha wananchi kwenda kupiga kura mapema siku ya 28. Na yeye ni mwanasheria. Anajua sheria, anajua kwamba tume iko pale kutekeleza sheria, haiandishi sheria, inatekeleza sheria. Kwa msingi huo tunasikiliza na tunawasikia watu wahamasisha watu kuwa tayari, kuweni tayari na tamko linalotoka. Matamko yanayotoka ya uhamasishaji sio mazuri, kwa sababu wanahamasisha watu wa upande mmoja kufanya vurugu. Hawahamasishi wa Zanzibar, wanawataja Wapemba. Mimi naweza kuwachezea Wapemba? Mtakubali kuchezewa? Wapemba mko tayari? Sasa hizi kauli za kibaguzi hizi kwa kweli haivipeleki nchi yetu pazuri, na hii nakupa ushahidi kwamba sisi tunasikiliza kama ulivyoniuliza. Kwenye mambo ya maendeleo, pengine umeona sera zao zinazungumzaje, pengine ukizinganisha na sera za kwako ambazo pengine zitawavuta hao wananchi kuweza kukuchagua? Kwa kweli nimeona wana kitabu kikubwa cha ilani, lakini hawapiti wakatangaza ilani waliokuwa nao mikononi. Wanapita kuzungumza utashi waliokuwa nao kwenye mioza. Siasa hizi na mambo mengi, kuna watu wanazungumzia ilani za uchaguzi, kuna watu wanazungumzia utashi, ulafi, kwa sababu watu ni walafi wa madaraka, na madaraka watu wanataka kulazimisha kuingia kwenye madaraka, na madaraka haya yanapatikana kisheria. Kwa hiyo mimi nawaambia wananchi waangalie ilani na sera za viongozi wanapofika kwenye majukwaa ya kisiasa, kwenye viwanja mbalimbali, kwenye kampeni. Waangalie nani ana sera ya kutekelezeka, nani ana ilani inayouzika, kwamba hii ilani yake itafaidika nayo, hii ilani yake nchi yetu itafaidika, ilani hii itaiacha nchi yetu ikiwa salama. Sababu nchi yetu itakapokuwa salama, watoto wetu watakwenda kusoma pila, wazazi wetu wenye matatizo mbalimbali watavifuata vitu vya afya vilipo kwenda kutafuta huduma, wanawake wajawazito watapata kutoka majumbani kwao kwenda kwenye vitu vya afya mbalimbali. Lakini dharura, madhara yakitokea, hali ikichapuka, kila mmoja kati ya hao ndio wataja na wengine, hatafika shule, hatafika hospitali, hatafika sokoni, hatafika popote. Kwa maana hiyo ilani wananchi waangalie ipi ina manufaa na nchi na wananchi. Na ilani ya UPDP iko nzuri, inauzika, na tusikia baadhi ya vipengele tunavyozungumza hapa. Chagueni UPDP, chagueni UPDP, tuje tuiongoze nchi hii kwa salama na amani, kwa uhuru mkubwa sana, na watu kupata manufaa.
Moja kati ya kazi ya vyama vya upinzani ni kuangalia chama tawala kimefanya nini, na kama kimekosea ni kuhubiri makosa yake na kuweza kujitangaza kwamba tutafanya nini tutakapopewa ridhaa. Kama chama chako kimeshaweza kutathmini serikali ya CCM katika utendaji wao wa kazi, umegundua ni kitu gani ambacho kimekuwa na kasoro mpaka ukaomba ridhaa ya chama chako kuweza kuongoza serikali? Watu wanasema hakuna mkamilifu, mkamilifu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo bado kuna madhaifu ambayo yapo katika nchi yetu, na madhaifu haya yanatokana na chama tawala. Lazima tukiri hilo. Mfano, mpaka leo miaka 3 ya kujengwa flyover, vidaraja vidogo havijaisha. Mpaka leo kuna flyover 2 ndogo havijaisha. Wakati huu ulipaswa kuwa na treni ambazo zinapita hewani kutoka mjini kwenda Nungu, kutoka Nungu kwenda Makunduchi. Kwa nini tusijenge treni ambayo utakuta hewani bila kumbomolea mtu yote barabara? UPDP tunakusudia kufanya haya tunakapofuata madaraka na kuletea wananchi. Kwa hiyo kuna haja ya kujenga daraja la kuvuka watu wanaotoka sokoni darajani kuja upande wa pili madukani. Watu wanapata shida pale ya kuvuka. Watu wanapata shida ya kuvuka Kwereku kutoka sokoni kwenda upande wa pili. Watu wanapata shida ya kuvuka Bububu kutoka shule ya Bububu kwenda upande wa pili. Wanafunzi pale wanapata shida na foleni inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo bado haya ni madhaifu ya CCM. Haya ni madhaifu ya CCM, na chama chochote kitakachotawala, ikiwa UPDP ama chama kingine, unapaswa kuyaangalia hayo. Kuna maeneo yana usumbufu wa kupitika, kuna maeneo bado barabara hazijafika. Kuna barabara nyingi katika maeneo yetu ya miji, lakini kuna maeneo unahitaji kwenda bado kuna usumbufu. Kwa hiyo bado kuna madhaifu. Hakuna mtu ambaye kwa 100%. CCM hawako 100%, wamejitahidi. Hilo nakiri kwamba wamejitahidi sana, na wanasema ilani yao wamefindukia au wameitekeleza kwa 100%. Lakini kama wameitekeleza ndani yao kwa 100%, bado kuna mapungufu ndani ya nchi yetu, na miongoni mwa mapungufu ya kuuza ndani. Kwa hiyo UPDP sisi tutayaondoa madhaifu hayo. Ndio maana tunaomba ridhaa, kwa sababu tunajua kwamba hawajatimiza kwa 100%. Tunataka tuwasaidie kazi hawa, walipofikia wao tufanye zaidi. Na miongoni mwa yale ambayo tunakusudia kuyafanya, basi ni kama hiyo kujenga vivuko vya kwenda kwa miguu, madaraja. Kuna madaraja hata ukienda Tanzania bara tu yapo mengi tu, vivuko vile vya kwenda kwa miguu. Yaani yuko huko anapanda daraja, anapita upande wa pili, anaendelea na safari yake na gari haisimami kwa bilioni. Kwa hiyo watu wengi wanaepuka ile kugongwa barabarani, sababu kuna vivuko vya kupita. Hiyo PDP tutafanya hicho kitu. Ile daraja lililokuwepo Kwerekwe nilawavuka tu watu magari kutoka uwanja wa ndege kuja Mtoni Kidatu na kutoka Magomeni kwenda Fuoni, lakini bado wananchi hawajafikiwa moja kwa moja na faida ya daraja lile. Wananchi walio wengi wanapaswa kupewa daraja la kuvuka kutoka Kwerekwe sokoni kwenda upande wa pili ili watawanyike kwa miji yao. Kwa hiyo PDP tutajenga madaraja ya aina hiyo, lakini wataalamu wetu wanafanya utafiti mkubwa wa kuanzisha reli ya SGR ya juu kwa juu ambapo haitapita chini. Unajua SGR ile kwa Dar es Salaam kuna kilomita kadhaa iko hezani kabla ya kufika chini kuelekea Dodoma na Morogoro. Kwa nini tushindwe Zanzibar katika mji mdogo kama huu? Tunaweza kuanzisha reli ambayo inaweza kuwasaidia watu kusafiri wao wenyewe na kusafirisha mizigo yao. Na UPDP tutafanya hicho kwa hewani, sio kuvunja majira ya watu. Tumeona katika ilani yako zaidi unajikita katika swala la elimu na teknolojia, na hususan katika swala la mambo ya treni na nuclear. Unahisi katika vyama vya upinzani ambao mupo pamoja katika mchakato huu wa kuweza kuiondosha CCM na kuweza kuongoza, unahisi chama gani cha upinzani ambacho sera yake kidogo ni afadhali ya kuweza kuangalia wananchi? Sera nzuri zaidi ni UPDP. Katika ilani zote ambazo mmenipitia UPDP utasubiri sana. Na ilani hii inaweza ikavusha nchi yetu hapa ilipo tena mbele sana. Unajua utunzi wa sera ni kitu kingine, lakini utekelezaji wa sera inayotekelezeka. Sera ya UPDP ukiangalia hii, kuna dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Nakumbuka hiyo dira ya maendeleo.
dira ya maendeleo na ilani hii ya UPDP haina tofauti. Ndiyo. Kwa hiyo sisi tumejikita kuweka ilani ambayo katika uongozi wetu lazima tuje tuifuate dira ya maendeleo. Na huu ni mkataba wa wananchi na serikali yao wote kote. Sasa ukiona kuna ilani ambayo haiendi sambamba na dira ya maendeleo, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, hiyo ilani imepotea. Hiyo ilani imepotea, na ndio maana watu wanapita wanahubiri shari. Lakini ilani hii ya UPDP ukisoma sana na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 haina tofauti. Kwa sababu sisi tunajua kwamba tuna wajibu wa kwenda kuitekeleza ile dira ili kufikia uchumi wa kati. Mheshimiwa, miongoni mwa mambo ambayo tukisikiza katika vyama vya siasa hasa wakizungumzia shida za wananchi ni swala la vyakula. Njaa imekuwa ikitajwa sana. Sija kusikia kuzungumzia kwenye swala hilo. Vyakula vipo ghali na wakati mwingine vyakula haviko manake venye afya. Sera yenu ikoje kwenye swala hili? Mimi nataka nikufahamishe kwamba swala la vyakula kwa ghali ni mimi na wewe, kwa sababu hatuna fedha. Lakini Zanzibar ukiwa na fedha utakula unachokitaka. Tumebarikiwa kuwa na neema ya bidhaa mbalimbali kutoka nchi mbalimbali za kwetu zipo na za mataifa zipo. Unaweza ukapili kilo 2000 kwa mtini ni kali, sababu wewe na mimi hatuna. Ndio. Na ndio maana tunataka sasa kwenda kuwasomesha wataalamu. Upate wahandisi ya kuja kuondesha viwanda. Viwanda vitatoa ajira. Viwanda vitatoa mapato kwa serikali yao. Serikali ya nchi yetu ikishakusanya, haya yote yataonekana kwa rahisi. Kwa hiyo sisi hatujikiti katika chakula cha mtu mmoja mmoja. Tunajikita katika chombo ambacho kitaleta faida kwa nchi na watu wake. Hata ukitangalia kwamba utaleta kilo ya kilo 100, nenda huko unakouzwa utapata kodi kilo ya 500 mpaka hasara ya kusafirisha kutoka nchi yetu? Hapana. Tunachotakia nini? Tunachotakia ni kuwajenga wananchi wao katika kutenda kazi. Wananchi wote wajue wanapambana katika kufanya kazi. Ila mtu anayefanya kazi au anapata mshahara, malipo yake stahiki ya kutosha, basi huyo mchele hata kilo 500 hata uona ghali. Sababu kuna watu wanakula mchele hapa 500 na zaidi, wala hao huwasikii kulalamika. Wale wanaokula vile vitu vya ughali huwasikii kulalamika sisi. Kwa sababu gani? Kazi za kufanya tukapata mafurupi ya kununulia ndio shida. Kwa sababu hatujajikita kwamba kisha tutapunguza bei za michele, tutapunguza bei za nyunga. Tunataka wewe utoke hapa uende ukamiliwe kilo 5 ya pishori Dubai kwa fedha yako na kwa raha, na kwenda kutembea unakuna kilo 5 ya pishori Lakini sera ya kilimo iko vipi? Kuna pengine kujenga viwanda hivi itachukua muda gani? Sera ya kilimo, swala la kilimo katika ilani yetu hii iko nafasi ya 3. Isiru namba 3 kinazungumzia masuala ya kilimo. Kwanza kabisa swala la kilimo kwa UPDP tumesema nataka Wazanzibari na Watanzania wote wafaidike na ardhi. Tukasema kwamba wale walioko Tanzania bara, serikali ya UPDP itatoa eka 5 kwa kila mwananchi wa Tanzania. Kwa kila mwananchi wa Tanzania itatoa ekari 5. Tanzania bara kuna eneo la kutosha la wananchi kupata hifadhi na eneo la kilimo. Lakini kwa Zanzibar tumesema tutarudia sera za Mzee Karume ambapo alitoa eka 3. Sisi wananchi wa Zanzibar kila mmoja atapata ekari 3 ya ardhi. Malengo yetu ni nini? Malengo ya kutoa ekari hizo zile 5 za Tanzania bara, angalau ekari 1 mtu akapata kwa ajili ya majenzi ya nyumba yake ya kimila. Kuna watu wanateseka na makazi. Kwa hiyo ukimpatia ekari 5, ekari 1 itamsaidia kupata makazi. Ekari 4 atatengeneza kilimo. Kilimo anaweza kufanya hata kilimo cha mboga mboga. Kilimo cha mboga mboga kutamfaidisha sana yeye na familia yake. Kupitia kilimo hicho ekari zake 4 atawasomesha watoto. Atapata huduma za afya na malengo yake mengine yatatimia. Zanzibar hali kadhalika. Ekari 3, ekari 1 atapata makazi katika ekari 3. Sababu sisi tunamhalalishia mtu moja kwa moja. Mheshimiwa, kama nakumbuka vizuri kwenye uchaguzi uliopita wewe ulishika nafasi ya 3.
kwenye kutolewa ule mfano wa kura, Rais Mwinyi yuko wa kwanza, huyo uko wa mwisho, uhisi kama wanakuwa angusha hivi? Yani katika kitu tume wamenipenda ni kuniweka hapa nile. Hii ndio karatasi ya mfano ya kura. Mzee Mwinyi ashakuwa mzee sasa, miaka 5 kashaongoza. Sio kijana tena, alipoingia alikuwa kijana, sasa ni mzee. Ndio. Mzee Mwinyi yuko upande wa kulia. Mimi niko kushoto. Au ukiangalia yeye yuko kushoto, mimi niko kulia. Kwa hiyo mimi ni rahisi, wala hupati shida kuhangaika na mkono huko na huko na kule. Wewe ukipata hii paper mfano wake ndio huu, basi mimi ni wa mwanzo, mkono wako uko hapa hapa. Hautaondoka hapa kwenda hapa. Na hichi kilinifanya uchaguzi wa 2020 kupata kura nyingi sana. Kwa sababu watu hawapende kuhangaika, Wazanzibari wastaarabu sana. Kutafuta huyu yuko wapi, yuko nukulia uko hapa, akitika mtu anapiga tiki anaondoka. Basi hili nalo litanipa nafasi kubwa sana ya ushindi katika kinyang'anyiro hiki. Tukiwa tunamalizia, mheshimiwa, tunafahamu kwamba alhamdulillah rabbil alamin kampeni zimekwenda vizuri, takriban hakuna ile vurugu kama ambavyo tumezoea katika chaguzi zetu hizi. Neno lako ni lipi kwa Wazanzibari na Tanzania tumaliza kampeni, lakini pia tukishiriki katika uchaguzi kwa amani, utulivu na salama, tukiwa tunalinda tunu ya Tanzania kwa ujumla? Nashukuru kwa swala hili ambalo nilikuwa nalisubiri nipo hamu. Ni swala moja zuri na linahitaji ufafanuzi ili Wazanzibari wakata faida na swala la tarehe 29 unafanya kupiga kura. Lakini kuna uchaguzi wa mapema, kuna kura mapema tarehe 28. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Zanzibar wenzangu kwamba siku ya tarehe 28 ni siku mahasusi kwa wapiga kura mahasusi. Ile siku ya tarehe 28 ya kura mapema sio kwa Wazanzibari wote, ni makundi mahasusi ambayo yameelezwa kisheria. Na kwa nini wanapewa hizo nafasi? Kuna faida ya wao kupewa hizo nafasi ya kupiga kura ya mapema. Ndugu zangu, nafasi hiyo ya tarehe 28 ya kura mapema watapiga makundi yenyewe. Wafanya kazi wa tume ya uchaguzi ambao wataenda kupiga kura mapema ili siku ya tarehe 29 waje kusaidia sisi kupiga kura, waje kutusimamia sisi kupiga kura, waje kutuongoza sisi kupiga kura. Sasa ni jambo jingine na UPDP tunaliunga mkono. Lakini kundi la pili ni vyombo vya ulinzi na usalama. Vyombo vya ulinzi na usalama ina kazi kubwa sana na wamekula kiapo kutulinda sisi na mali zetu. Lazima tujue hivyo. Ila ambaye mtu yuko katika nafasi ya ulinzi na usalama amekula kiapo. Tofauti na kazi ajira nyingine huli kiapo. Lakini pale wapo wanakula kiapo cha utii wa kuilinda nchi. Kwa hiyo siku tarehe 29 sisi tutatoka kwenye majumba yetu. Tukitoka kwenye majumba yetu watabaki watoto wetu na wazazi wetu ambao hawawezi kwenda kupiga kura. Nani atawalinda? Ni vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo hawa nao wamekuwa hiyo fursa ya kupiga kura ya mapema ili waje kutimiza wajibu wao siku sisi tunaenda kupiga kura tarehe 29. Hili jambo ni jema, UPDP tunaliunga mkono kwa 100%. Isingewezekana mtu huyo ambaye anakuja kumlinda mimi leo aanze kwenda kulima, alafu atapejenda atekeke pahala, alafu ndadi ingizwe aina gani? Lazima tumpe fursa ya kufanya kazi yake kwa weledi ili taifa hili lifaidike na wamiliki hao. Kwa hiyo Wazanzibari wenzangu, siku ya tarehe 28 tuiache kama ilivyo. Tuwaache watu waliokuja kwenda kupiga kura wakapige kura, na ile jambo lipo kisheria. Jambo hili linatoka kwenye Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Kama wawakilishi wamepitisha hili, wamepitisha Wazanzibari wenyewe, kwa sababu wawakilishi kule wanatuwakilisha sisi. Majimbo 50 yanawakilishi pale. Kwa hiyo kila mwakilishi tawakilisha wananchi wa jimbo hilo. Kwa hiyo hiyo taarifa au hiyo sheria ya kupiga kura mapema imeasisiwa kwenye Baraza la Wawakilishi. Sisi wajibu wetu ni kutii. Sasa hivi sio wakati wa kujadili kura mapema. Si wakati wa kusema ipo haipo. Si wakati wa kuambia watu pembeni sote tukapige kura mapema. Vile anawaambia wananchi kwamba pembeni siku hiyo tukapige kura sote. Anawapotosha watu. Lakini kuwapotosha hapa kwanza hapa. Sababu kwanza walianza kuwaambia sasa kwamba siku tarehe 28 hakutakuwa na kura mapema. Uchaguzi mwaka huu hakutakuwa na kura ya mapema. Waliwapotosha watu. Leo kwa sababu wanakuambia tena hawana kura, ipo kisheria, wanaambia sote twendeni basi tukapige. Bali leo wanataka kuletea nchi yetu madhara. Wanataka kuwaletea watu wetu madhara. Wanataka kuharibu nchi yetu na kuharibu uchumi wa nchi yetu. Na naomba vyombo vya ulinzi na usalama viwe macho na watu ambao watachezea hiyo siku ya tarehe 28 wakiwa hawahusiki.
Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, ndio mwisho wa kipindi chetu cha muktadha. Kama ambavyo tumekuambia awali, leo tumefika katika ofisi za chama cha UPDP hapa maeneo ya Mtoni Kidatu ama maarufu Garagara, na tumepata bahati ya kuzungumza na mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama hicho, Bwana Hamadi Mohamed Ibrahim. Kwa kweli mazungumzo yetu yalikuwa ni mazuri sana, na tuishukuru sana sana ofisi yako kwa kutupa mapokezi mazuri na kutupa ushirikiano wa kutosha. Tunaamini kwamba mlikuwa kwenye majukumu yenu mengine, lakini mkakatisha kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili ambalo wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania bila shaka watapenda kufahamu, hasa tukiwa tunaelekea katika zoezi hili la upigaji kura takriban wiki mbili tu ambazo zimebaki. Nikushukuru mara nyingine tena, lakini pia wale wenzangu ambao tumeshirikiana, Arif Nasr, lakini Hakim Malik kwa upande wa kamera. Mimi jina langu ni Bakari Masudi, niwatakie kila la kheri na utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyofuata. Billahi tawfik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.